Na hapo unapata kuelewa kwamba wachawi wanakuwa na kiburi sana, jeuri. Na jeuri yote hiyo ni kwa kutegemea vile vidudu vyao, vitakataka vyao, viuchafu vyao. Na ile hali kwamba uchawi na wachawi si lolote, si chochote, wala hawaleti madhara illa kwa idhini ya nani? Allah tabarak wa taala. Lau wachawi wangekuwa wakifanya, basi mambo yanakuwa hivyo hivyo, sote tushafariki. Lau uchawi unapokuwa umeegemezwa na kuelezwa kwa mtu, kuelekezwa kwa mtu, ukafanya hivyo hivyo, basi kwa namna wanavyotaka wao tushafariki sote. Lakini tunadunda hatudundi kwa idhini ya nani? Wewe endelea kujiamini, fanya adhikari, dumu na ibadat, basi tawakkali kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa hao wachawi ambao ndo wanajidai wazee wa mji, wanataka kuwatisha watu kwa uchawi wao, wanataka kuongoza watu kwa uchawi, waache. Lakini amini kauli ya Allah tabaraka wa taala, wama hum bidarrin bihi min ahadin illa biidhnillah. Wachawi na uchawi wao hawawezi kumdhuru yeyote ila kwa idhini ya Allah. Kwa hiyo kuna wale ambao wanadai kwamba hawa salafia si mchezo, yani yale makombola wanayotoa pale, yani wale ingekuwa watu wa kawaida sasa hivi washakufa. Kwa hiyo maana yake ni wachawi hatari. Sisi hatuna huo uchawi. Kama uchawi ule aliotaja Mtume, labda inna minal bayani la sihran, ubainisho wa kuwabainishia watu ili likoje unawaroga. Kama uchawi huo sawa, lakini uchawi wa kutoka hapa tukatoka uchi tunaende visekete mahepe siju nani, hiyo hatuna. Hiyo hatuna. Sisi tunafanya haya kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, tukiamini masha Allah kana ma lam yasha lam yakun. Siku ikifika kama ninzi wa kijani akitumwa atatuingia, tutafariki, lakini sio kwa kutaka wewe. Tunaendelea.